Bwana, ni rasmi sasa. Geita Gold wamepanda ligi kuu ya NBC na msimu ujao 2026 2027 watakuwepo ama watakuwa wakikipiga kwenye ligi kuu ya NBC baada ya hapo jana kwenye NBC Championship wao pamoja na Kagera Sugar kuweza kupata nafasi ya kupanda ligi kuu moja kwa moja wakiwa na michezo miwili mkononi. Geita Gold jana baada ya ushindi wa 3-1 dhidi ya Songea United alifikisha alama 71 ambazo hakuna timu yoyote itaweza kuzifikia, ukimwacha Kagera Sugar ambaye pia jana baada ya ushindi wake mabao matatu aliweza kufikisha alama 68. Kwa hiyo pia timu zinazomfuatia hakuna mtu ambaye anaweza kumfikia. That's why wote wawili wameweza kupanda ligi kuu ya NBC. Na jana tunaweza kusema kwamba Polisi Tanzania baada ya kupoteza mbele ya Mbuni ndiye kama amemwambia bwana Kagera Sugar wewe elekea ligi kuu ya NBC. Hapa tunaye Samuel Dida, msemaji wa timu ya Geita Gold. Yeye anatuambia mara baada ya wao jana kukata tiketi ya kupanda ligi kuu ya NBC, ana nini cha kuambia wana Geita, lakini michezo miwili iliyosalia wanaiendeaje kuhakikisha kwamba pia Geita Gold wanakuwa ni machampion wa NBC Championship. Samuel Dida, habari za saizi? Habari ya wewe bwana? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Bila shaka sherehe bado zinaendelea. Ndo kwanza tunakata keki nyingine tena. Hongereni sana. Tunaendelea. Asante sana bwana, asante sana. Baada ya jana kupata ushindi wa mabao 3 mbele ya Songea United na timu kupanda rasmi ligi kuu ya NBC, unaweza kutuambia nini hasa uongozi wa Geita Gold unazungumza ama unasema, una nini cha kusema mbele ya mashabiki wa Geita Gold? Kwanza of course imekuwa wakati mzuri. Umekuwa wakati mzuri kwa sababu kila mmoja wetu amekuwa mwenye furaha na ni kiu iliyokuepo. Misimu miwili kucheza championship sio kitu kidogo. Uwekezaji ulioko huko championship, ugumu wa ligi iliyopo championship, unagundua kulikuwa kuna haja ya sisi kufurahi kwa kiwango hiki. Lakini sio hivyo tu, kwa sababu tunafahamu unapokwenda hatua nyingine kwa maana kucheza juu kwenye Premier League kuna milango mingine inafunguka ambayo huku Premier League ni migumu kidogo kukutana nayo. Kwa hiyo inakuwa kazi nzuri kwetu sisi. Kwa hiyo tunashukuru management inafanya kazi kubwa sana. Technical bench, wachezaji, lakini pia hata mashabiki walikuwa wanatuhakikisha wanatusupport kwenye kila hatua. Na wao walikuwa na sisi na wamehakikisha hatupotei njia, tumebaki salama. Tumeungana nao hatimaye tumemaliza project ya kwanza salama. Jana mashabiki walijitokeza kwa wingi bila shaka kwenye mechi za msimu huu. Jana umati ulikuwa mkubwa sana kuhakikisha kwamba dakika 90 za kihistoria zinatamatika vizuri, na jambo limekuwa hivyo. Na nini cha kuambia? Kwanza lazima nikubali support kubwa sana kwa kile ambacho kilionekana jana. Jana kama ungekuwa Nyankumbu pengine usingejua hii Nyankumbu. Labda ungejua hii ni Mohamed wa 5 pale Morocco. Vibe kama lote. Yaani mashabiki walikuwa wamejaa. Sijapata kuona. Nimekaa katika misimu 4 ndani ya Geita Gold na uwanja wetu wa Nyankumbu, ninafahamu vizuri, lakini kwa ule mtiti uliokuwepo ndani jana inaonyesha kulikuwa kuna deni kubwa kati ya Geita Gold na mashabiki zake. Kwa hiyo na sisi tunafurahi kwamba lile chozi waliodondosha siku tunashuka daraja pale katika uwanja wa Nyankumbu ndio chozi la furaha waliodondosha jana siku ilipopanda timu yao tena katika Premier League. Kwa hiyo sisi tunaona tumekamilisha project ambayo wao mashabiki walitamani. Nashukuru kwenye hilo. Michezo miwili imesalia sasa. Send United pamoja na Big Man, mipango ipoje kuhakikisha pia mnakuwa machampion wa NBC Championship? Hatuna mechi yoyote katika hizo mbili ambayo tumeichukulia poa. Mechi zote tunakwenda kuzivaa vile ambavyo tulivaa katika michezo mingine yote 28. Kwa hiyo hapawezi kuwa na swali ya mtume kwamba labda tutalegeza kamba kidogo. Tunahitaji kuvaa medali za uchampion. Tuweze kupanda Premier League alafu tunaishia kuiona kombe limekwenda sehemu nyingine. Tunataka tubaki na kombe, tunataka tuvae medali. Wako vijana wadogo hapa hawajawahi kuvaa hata medali yoyote ya ushindi. Kwa nadhani itakuwa nafasi yao pia kutengeneza historia yao nzuri. Neno lako kwa timu ambazo zipo ligi kuu ya NBC, wengi zaidi wakisema bwana, msipotazama vizuri sasa hivi huku NBC mambo yamewaka. Hawa Simba, hawa Yanga, hawa Azam, hao Mbeya City, mambo ni mazuri kweli huko NBC Premier League. Nini unaweza kuzungumza? Tumewachungulia misimu yote miwili tulipokuwa tukicheza championship, jicho letu pia lilikuwa linachungulia kwenye Premier League. Tumegundua
hatuwezi kuja hivyo kinyonge. Hamwezi kuja kinyonge. Nikuhakikishie hatuji kinyonge hata kidogo. Yaani kama wanadhani tutakuja kinyonge, sisi hatuji kinyonge. Haya ni wajue kabisa, hii ni timu yenye uzoefu mzuri na Premier League. Tumecheza Premier League na sio tu Premier League. Hii ni timu ambayo imeshiriki michuano ya kimataifa, shirikisho barani Afrika. Sio timu ndogo. Hatuwezi kuja afu wakatubeza. Na kama wanadhani tunakuja kutengeneza masihara, basi tunataka tuwaonyeshe nguvu ya dhahabu tutakaporudi Premier League. Kila la heri ndugu yangu. Kwa sababu hapo hiyo mitaa ya hao hizo timu kubwa tutagonga hodi sana na tutachukua sana. Kwa hiyo tuko serious kweli kwenye msimu unaofuata. Hapo Kariakoo. Wewe subiri uone balaa litakalokuja. Asante sana Samuel Dida. Haina noma. Msemaji wa Geita Gold Samuel Dida akimaliza hivyo. Kumbuke jana ni rasmi wameweza kupata tiketi ya kucheza NBC Premier League, lakini pia wakiwa na rekodi nzuri kwenye michuano hii ya NBC Championship, wakiwa ni miongoni mwa timu ambazo zinaongoza kwa kufunga mabao mengi kwenye NBC Championship. Baada ya ushindi mabao 3 jana, rasmi wanakuwa na jumla mabao 60. Imagine mabao 63. Ilikuwa na mabao 60 jana, mabao 5 yanakuwa ni 63. Imagine mabao 63 ndio inakuwa timu ambayo inaongoza kwa kufunga mabao mengi. Lakini pia ushindi kwa maana ya timu ambayo inaongoza kwa kushinda mechi nyingi pia bado inakuwa ni Geita Gold, mechi 22 wakiweza kupata ushindi, huku wakiwa na unbeaten katika uwanja wao wa nyumbani. Lakini pia kwenye ile kiatu cha ufungaji bora pale bado anakimbizana Aubrey Chola Chilwa, yeye kutoka Kagera Sugar, yupo katika nafasi ya kwanza akiwa na mabao 17. Mimi naitwa Jadu, waweza niita mtaalamu Jadu Aziz Ali Shentembo. Hii ni Ava TV, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube, tunatumia jina moja tu la Ava TV. Kwaheri.